Wanaelewa waelewi? Kutoka kupaka masizi mpaka kuvaa suti. Piga kelele. Unajua kama hauna hela. Yaani wewe kama hauna hela, kwanza hata suti ukivaa koti linakuwasha. Hauna kitu. Umekaa na mtoto mzuri kwenye daladala, huwezi kuongea, mdomo unanuka, huwezi kumpa ofa, huwezi kulipa school bus, school fees, chochote huwezi. Wewe ni mwanaume sasa. Mwanamke hataki maneno mengi. Mwanamke kakuomba laki, unaandika message unafuta. Unaandika unafuta. Mtumie laki muda unapoteza muda. Kila siku nawaambia, mwanaume ambaye hana hela atapendwa na mama yake tu. Tafuta hela usiku, tafuta hela mchana, tafuta hela alfajiri. Sawa? Sasa unaishi ili uweje? Unapimwa vipi? Kiongozi wa ukoo ana ST. Mmempimaje mpaka na ST? Na kama una hela hata kwenye kikao choko hivyo, tazama msimamizi wa Magufuli. Kumbe una hata 100. Lei. Lei mwanao na mnadi. Hebu msaidizi wangu shikao na itagela bandia, si mtoto wa Sinza huyo. Big up sana kwa Lei, ni mmoja wa watu ambao tumetoka nao mbali. Lei Kaole alikuwa anacheza ngoma. Na uingizamu wake huo alikuwa hana nafasi, lakini akakaza akaja na Marehemu Kanumba, mwisho siku wamenyanyuka hao hapo. Hivi ndio inavyotakiwa. Tatizo letu sisi watu weusi, hii ngozi. Na ndio maana mtu mweusi akienda chooni akirudi sura inabadilika. Tunajisaidia kwa nguvu kama una. Asante sana. Asante. Kaka, toa alafu acha na ya supu asubuhi. Asubuhi nakuona tena unakunywa supu ya utumbo, utanizalilisha mimi. Huwezi kunywa supu ya utumbo ukaongea kitu cha maana. Mimi sikusikilizi. Yaani vitu vya ndani ya ng'ombe wewe ndio unakula. No cavities. Hakuna dawa meno. Hata kidogo. Yaani unajua jamani, wadada mpo? Angalia hata watu wa kudeti nao. Unajua kuna mwanaume mwingine ukideti naye nuksi mara umepandishwa kodi, mara mwenye nyumba akakwambia mchafu. Kuna watu wa kudeti nao kama sisi. Umeona nimejifagilia. Sawa. Lamata mambo. Mama wa filamu. Sawa. Kwa hiyo tunaelewana jamani, mnaokula tunaelewana Kuna baadhi ya vyakula inatakiwa ule usiku. Leo unakula chips, well and good. Unaweza kumkuta mtu anakula hivi kweli jamani. Mimi na mamangu mdogo aliyosongea naye. Nimeenda kwake nalisha kande, toka lini kande zikazi na virutubisho. Hebu angalia, unaleta mahindi na maharage, vyote vibaya. Ndio maana unamkuta mtu kaja kwako anaota kama anakufa. Umemlaza chumba cha jirani unamsikia. Kuna uotaji. Haki ya Mungu nakwambia, kula baga uone utakavyoota. Unamwambia sasa, Lubani amelandi vizuri. Kumbe maskini hata passport huna, kitambulisho cha NIDA chenyewe huna, unamsifia Lubani. Kwa hiyo kuna aina ya vyakula na vyakula. Sasa jamani, leo utaratibu wetu wa kuchekesha umebadilika. Leo inaitwa freestyle stand up comedy. Hebu rudieni tena ambao mnaenda shule. Sawa. Huko kuna mtu ana kikaratasi, utachukua kikaratasi huyo hapa. Unachukua kikaratasi unasoma, mimi napita na hiyo topic uliyosoma. Mpe maiki. Acha kutongoza wewe. Hebu nije. Wewe nakwambia peleka vikaratasi, unataka namba nini? Na bado unakaa kwenu. Bwana samani, kuna watu wa miaka 46 hapa wako kwao. DSTV kisha naambia baba imekata. Imekata na ikate. Mpe maiki mtu wa kwanza. Mungu alisema tutakula kwa jasho, jasho hapa linanitoka. Na maanisha nitakula na nyinyi mtazaa kwa uchungu na hela ya kutolea. DJ mbona una kelele kama unaoga nje? Nipo tayari. Hebu mpe. Tayari. Yuko wapi kwanza? Mimi hapa. Wapi? Hapa mjomba. Haya, Ima Kapanga, mtangazaji bora kabisa wa FM Radio. Umesema wewe hiyo? Mimi lazima niseme, nikisema natenda. Mpoki unajua kukisi? Niseme usiseme.
Jamani, mimi najua madada zetu nyinyi mnatupenda sana sisi wavulana. Ila baadhi ya wavulana hawajui kukisi, hususan Wachaga. Mchaga anakisi kama anakula mtori. Haitakiwi ulimi wako uende kwake. Yaani hebu nani hapa nijaribu naye nimwonyeshe. Yaani unajua in a romantic way unamvuta, unamweka hapa. Sasa wewe una perfume. So unamleta hapa, shingo anageuzia huku. Ujue baba kikwapa deodorant no. Unamvuta hapa, unachukua lipsi zako za juu, unaweka wewe za katikati. Zake zinakuwa hivyo, unapitisha katikati. Alafu ni lazima ziwe lipsi zimeloa. So lipsi ngumu kama kisigino cha mkulima. No, utamchuna lipsi dada watu. Alafu unakuwa taratibu. So soma nyingine. Unamfanyiaga mpenzi wako birthday? Mimi kwa hela yake au mimi nitoe eneo? Jamani, wewe umezaliwa babako afu sasa mbaya zaidi unafanya birthday kubwa kwa wazazi wako hawapo duniani. Unamlingishia nani? Kwa faida nani? Ina huu upo nyonyo tena titi lilolala kabisa. Twende. Tabia gani hupendi kwa wanaume? Dada unaitwa nani kwanza? Fatma. Oh, you are so cute by the way. Wanawake wanapenda kusifiwa. Hata kijipaka mapovu mbele mke wangu kama J-Lo. Asante. Hebu rudia tena, maskini uzuri wako ushanichanganya. Tabia gani hupendi kwa walevi? Walevi wana tabia kubwa tatu. Ya kwanza waongo. Mlevi akishakunywa anakwenda anakunywa anaanza mimi najenga. Naambia sawa, kumbe anajenga fundi. Alafu kingine ambacho sikipendi kwa walevi, anaweza akakuta unasoma? Naambia yeye nasoma. Naambia form 2 anatoa yuta nafadi kurudisha tena. Sasa ndio nini sasa walevi? Pombe wenzenu wanaitumia, unakunywa unapata nguvu za kufanya mambo ya maana. Sasa wewe unakunywa pombe alafu unapoteza kabisa network. Unarudi kwa mkeo unaambia hivi, naomba namba yako. Soma nyingine. Upende nini kwa wanawake? Mawigi. Mawigi jamani, tunaongea ukweli madada, mawigi yanatuchosha. Sasa siku ya kuvaa wigi bora hata uombe lift kwa rafiki yako. Barabara siku hizi zina vumbi. Wigi linapigwa vumbi, linapigwa jasho, kuna jasho fulani la kimaskini. Unajua tajiri anatoka jasho kidogo afa anafanya hivi. Jasho la maskini linajinyongolota hivi. Sisemi kwa ubaya. Kuna siku ndo mawigi yanaingia. Mimi kuna dada nilidate naye, mimi silijali. Nimedate naye usiku kaamka. Mimi nimetoka ni reception nimesema udada kakatika kichwa. Kumbe wigi kaliweka kwenye kabati. Yeye kenda chooni. Namwambia reception, "Haki ya Mungu dada kakatika kichwa. Katembeaje mbona damu sizioni?" Kumbe ni wigi. Jamani, mawigi okay. Kuna wigi na weaving. Asante baba, asante. Asante sana. Yuko wapi? Afu kuna mtu nimempa shika. Na hesabu usione fala. Asante wewe dada. Afu dada, huu ndio muda sasa wa kuonyesha nguo mpya. Ungenyanyuka saa ngapi na nani angekuona? Gauni limekukaa. Naomba nyingine kama nyekundu hizi na reji nazo. Toa dada. Dada huyo. Wow, dada. Asante. Na jirani yako dada, unataka kuniambia kachoka kiasi hicho? Alafu angaleta marafiki unaokuwa nao. Dada katoa 30, jirani kakaa kimya. Inamaanisha hata kesho yake ina utata. Dada hebu nyanyuka wewe dada. Sinaongea na wewe. Kaka na kuokoa. Kaka huyo. Yaani huwezi kukaa na mwanamke afu uonekane fara. Toa. Dada hii ya kwanza, kaka kakwambia rudi tena ya pili. Afu nikuone shedo ni kama 5,000. Mimi na hesabu safi blaza. Utakuwa polisi mshahara tarehe 14. Sinaona fara. Alafu kuna wanawake wana shukrani. Wanaona kabisa ninapopata hela kwa tabu baadaye Tigo Pesa isome basi. Na mtandao unasumbua, tumefurahi wanaume. Hizi mtandao umeshika. Tunaomba mtandao uendelee kusumbua. Mwezi wote.
mwezi wote. Oh, hai. Dada unamtendea haki kuku. Yaani umri kwa pupa. Ogopa ile mtu ambaye anakula afu ukifika hamna tena chakula. Hamna. Dada anamla anamgeuza hivi. Umesoma nani international au libeba vidumu kama sisi? Maki kuna shule tulikuwa tunasoma kama wanajeshi. Hapa vidumu, hapa maua. Ukirudi hoi, afu hapo umepiga bonge la ilizi. Hivi kwa nini wazazi wetu wanatuvalisha ilizi bila siku tujua? Jamani wachawi upo? Sasa wachawi, mnapotunyoa nywele usiku mtupige na scrub basi. Mama mnatuacha tu, mnatuacha kama tunakuwa tujakamilika. Ninyoe, nipige scrub, nipige colorless. Na nyusi mtuchonge vizuri. Wachawi vipi? Twende kikaratasi kingine. Jamani raha. Leo tupo hapa, bango linasoma. Twende. Mjomba unaonga? Pasito hapo Kwanza nani aliuliza? Oya angalia watu wengine hajamaliza dawa usiwape mic. Mimi nimezaliwa, tena sisi uzuri binadamu tunazaliwa bila nguo. Nimezaliwa bila nguo. Sasa naonga nini ambacho mimi ninacho yeye hana? Ukiona unaomba hela alafu upewi, fanya kazi kwa bidii. Pesa inatafutwa, au sio? Tuma na kutonea. Hiyo yenyewe ile kuja yenyewe imekuja kwa mbingu. Alafu kuna baadhi ya wanaume Mission Town, madalali mpo? Mnasifiaga gari kali sana. Kuliko Simba. Gari kali sana, katumia mwanamke gari kali sana alikuwa anaendesha Muhindi. Sana kaenda Karakobichi yao nini. Gari kali sana, madalali mpo? Madalali ndio watu pekee ukimpigia simu na muombe na kwa bibi. Sikia, kuna hela naisikilizia. Wewe toka nini hela ikaongea mpaka unaanza kuisikilizia? Naomba vipi karatasi viende pia na upande huu na wanyima haki yao. Uongo. Twende mwingine. Unazungumziaje uanikwaji wa nguo? Hapo jamani wakina dada, mimi najua mnajipenda. Na wakina kaka, kwanza jamani mimi na declare interest. Wanaume tunaweza tukavaa box hata siku 4. Nawakilisha wanaume. Alafu akina dada, unajua nguo zenu zinavutia za ndani. Hata ukianika, mtu akaja akaiangalia. Sasa mnavoanika kwa mfano kama nyumba za kupanga, tanguliza zile nzuri. Unajua mnazo za kutokea, na za kushindia. Tangulizeni zile nzuri zile. Unajua kuna kinani kingo cha ndani fulani amazing kama kina nyavunyavu hivi. Hapo sasa hivi kuna vile vya mkanda mtu kafanya hivi kimefuka. Au sio? Vile azeni kuvitanguliza mbele. Afu yale ya kushindia, unajua mimi najua kabisa hamna dada unaweza kumpiga simu kumwambia niko nje akasema nakuja. No. Nipe nusu saa. Hiyo nusu saa nakupa saa yako au nipe nusu saa. Najiandaa. Afu akitoka kama hajajiandaa. Kwa hiyo kuna zile nguo fulani zile, unajua ile ya kushindia leo si upo tu unafua. Kwa hata kama ina tundu unapita nayo. Siko nyumbani. Unaweza kufanya hivi unaipandisha juu. Unajua mikanda hizi elastiki zetu na zenu tofauti. Nyinyi mnanyonga, unajua Kwa mfano kama dada gani mwenye nyonga? Hapo nani kasimamia bili? Maana nimemwona kuna kaka kajishika hivi. Karatasi nyingine? Poki, unatumiaga vumbi la Kongo? Mtu akila langu mimi nakupakia. Hiyo wanaume wote kaka unaonekana kabisa mtumiaji. Eti lile vumbi unapaka unavisha na kilemba juu. Sasa wewe unipumzishi. Leo umeniomba school fees. Kesho unaniambia kodi. Kesho kutwa mamako anaumwa. Yaani kila nikikutana naye ndo matatizo mengi, simu yako imevunjika screen, sijui baba mwenye nyumba umelike vibaya picha yake kakupa notice, mimi nakupakia nani vumbi la Kongo. Kwa sababu nyinyi pia mnadharau, tukiachana mnaongea. Simuona leo mkuta stamina. Ila kweli hata mimi ningekuwa mwanamke stamina kwa ufupi ule anakuridhisha. Bora uwe mrefu kwenda chini. Wewe mfupi juu, mfupi chini. Dada kaongea ukweli. Unajua sometimes wanawake akitoa hisia zao tusiwachukie. Inatakiwa wewe ujirekebishe. Unajirekebishaje sasa? Mungu ndo kakupa hivyo. Yaani unataka kuniambia leo Chuchu Wansi akiamua kusema ya Ray. Kaamua tu. Asa mtu kama Hashim Thabiti usikie kesi ile. Unaweza ukajua uchawi upo Maki watu wanategemea mezo. Kwa
unatulia na sisi tunakuangalia na dada. Alafu kuna mtu mwingine labda unajua sisi uzuri sehemu zetu za kukojoa mnaangaliana unajua Kwa unaangalia ule mtu mkono wake ule the way anakumuta. Yaani unaona kabisa huyu mwanaume mwenzangu. Yaani mwingine unamkuta kama kashika lighter. Baba tamaliza unamwambia baba vipi wewe? Unataja kuvaa boxer basi. Manake vitu visomeki baba vipi? Lakini kiukweli unaweza ukaenda umesimama na mtu shababi hasa watu wa Morogoro. Mimi watu wa Morogoro na wasifu. Kuna vitu fulani hivi Mungu kawapa. Yaani unaona sasa mtu ule mkono unamuelemea ule. Unasema ya huyu baba. Na hata ukimwona kuna mdada labda anaomba namba unamuita dada, omba dada. Caution, money at work. Take care. Yaani singizia lolote ili kumnusuru yule dada. I have to lie in order to rescue this woman. Hapo tumeelewana wachache. Sasa mimi sijaelewa nimeongeaje. Nimeongea, hebu fikiria nilivyojiamini. Ni kama watoto wa international kichezea Kiingereza katisini wakitafuta kwenye interview. So no dad, I don't want this school bus. No. Unamfuata jina lake asemaje umjinga huyu? Unajitutumua kupeleka watoto shule nzuri, weka yumba, tia shule msingi kawaida elimu bure. Akapate tabu kidogo. Tabia wazazi wote wakwambia, mimi nilipata tabu mwaka 60, sasa mimi nimezaliwa 84. Uko 60 ningejizaa mwenyewe. Baba ulipata tabu kwa sababu ya elimu yako. Alafu jamani msiogope vitambulisho Kuna jamani muona kadinginiza kitambulisho kimeandikwa Swissport. Yupo pale kumbe anafungua gate ya port. Ila mnaingia naye. Dada mambo. Njoo basi jina. Umeona Tobo wa Bele? Yaani utangazo tunauza CDL alimuhusu. Wakati kuna wengine wanavaa tatu. Wangapi wanaendaga gym? Kuna ile mazoezi ya kamba madada wengi hawapendi. Angalia sasa dada aliyejaliwa. Sasa kaja huyu kafunga nini mito? Ambia dada kazi ya muumba hiyo. Na ndio maana unaambiwa dada mwenye maumbile makubwa maziwa asilale karibu na mtoto mchanga. Likimfunika kafa. Soma kikaratasi kingine. Unazungumziaje SMS za mitandao ya simu? Hebu rudia. Kwanza ngoje, simama kwanza. Nikupe sifa zako. Jamani udada yuko pale FM anaitwa Ibtisam. Kwanza muangalie jina lake, muangalie na rangi yake. Uwezi kuweka jina la Somoe pale. Ibtisam. Anaonekana kabisa ni uwezi kuuraia wake. Kwanza najiuliza kapataje kitambulisho cha NIDA. So mwenzetu baba Oma ni mama Japani. How come? Walikutana wapi mamako Mtundu? Unauliza nini? Uliza iti. Alafu unakata tu fulani hivi. Unajua mwanamke bwana tattoo inatakiwa iwe ndogo afu ina maana. Wewe sasa hivi si stadu unachora nge hapa. Ukizeeka ule nge anakuwa kama kete kaka hivi. Ngozi zinajikunja. Uliza swali lako. SMS jamani, watu wa mitandao hapo. Kwanza tulielika leo Tigo, Voda, Airtel, Halotel ili waone waweke hela yao kwenye comedy. Sasa hivi comedy is very light. Are you sure? Comedy iko juu uongo? Yes. Watu wa mitandao ya simu katika message zao. Hebu angalia salio lako likisha na ukiingiza salio. Message gani zinakuwa nyingi? Kama salio una, mama watakukumbusha mpaka jina la baba yako. Wewe Amina binti Sultani. Salio lako halitoshi. Yaani unatamani uingie kwenye simu yako. Lakini weka salio. Utasikia umeingiza shilingi 2000. Kimya. Ni wale madada au makaka au ni vibuli vyao wameseti hivi. Mpigie mtu simu ikatike. Message ya kwanza, huna salio. Salio lako halitoshi. Ongeza salio. Leo ningesema ongeza salio. Weka salio. Utapata huduma nyingine. Nyezi wake. Alafu niwaambie kuna siku nilikuwa na appointment. Huyo mdada tena rafiki yako Chuji rafiki yako. Kaniomba 200 nikasema sawa.
Muda si mrefu ikaingia message ya benki key. Akasema wewe nimetatua hili tatizo, napiga gari full tank. Wananitakia birthday njema. Happy birthday Mujuni, tunakupenda. Mnanipenda mimi, nataka hela. Soma nyingine. Unazungumziaje? Wewe kwanza uko wapi? Nazungumziaje kuhusu nini? Nimekuona. Wake uongee na mtu unayemuona. Unazungumziaje? Okay, umeniambia mimi au wewe mwenyewe? Basi mama, onyesha kama unaniheshimu basi. Sawa. Unazungumziaje ushauri wa madokta? Mimi madokta siwapendi dada, tena usikae kwanza. Hivi wewe dokta, unaniambia mimi usinywe pombe na kusikiliza? Usizini, kuangalia tena. Usikae karibu na IC na kuchungulia. Baadaye kabisa unakuja kunichanganya. Yaani unanichanganya kabisa. Nile matunda usiku nilale. Mimi wewe subutu. Mimi mamangu Mpogolo ulali bila kula wali. Yaani Mpogolo anapika wali asubuhi, anakula na mchana, afu wali anakula na usiku, afu anaamka nao tena. Yaani wali na kitanda kwa Mpogolo matumizi the same. Kwa hiyo madokta, tabia za kutuchunga sisi afu nyinyi mnajiachia. Mimi sinywe pombe afu yeye anakunywa. Nisivute sigara yeye anavuta hadi bangi. Bado mwandiko wako bisi uelewi. Alafu madokta, yani yeye kakuandika kitu ukielewa unapeleka pharmacy naye haelewi. Hivi unasomanga wapi madokta? Yani yeye mwandiko wake mimi siuelewi. Na yeye pia pharmacy hauelewi. Pharmacist hauelewi. Yako kwenye ascending order ya mipangilio, down formula ile inaitwa. Into formula. Unapaka yani unasikutua. Yani kama unaongea na mtu, vipi kesho mtoto toa na nitakupitia, unaufanya hivi, afu unapaka na kwenye ulimi. Somo la kule hilo unapaka kwenye ulimi. Kuna mtu akiongea kapiga mswaki vizuri tu, akiongea utajua kalo liko wazi. Twende kingine. Unavaa boxer. Yuko wapi wewe kwanza? Dada unaitwa nani? Mimi nakuheshimu ujue. Vipi? Umeona kengele zinapishana? Dada mimi binafsi navaa. Wewe? Kuna tabia mdada anakuambia kabla mjianza kwambia, "Wewe vaa condom." Wewe wakati nakutumia hela ulipokea na gloves. Jamani, pia ningependa kushukuru uwepo wa OCD wa Kinondoni yuko hapa. Namshukuru sana, ulinzi umeimarishwa, lakini pia show itakiwa ishe saa 6 lakini ametuambia sogeeni. Makofi kwake. Sasa sijui nimeongea sawa au nilimsikia vibaya. Ujue katika usikilizaji kama mtu anasikiliza kivyake ujue. Lakini okay sawa, hata kama tumezidisha muda, sisi wote defender gani tunaenea? Itabidi twende kwa zamzamu. Tunaanza meza mbele au sio bwana? Mimi wa mwisho tunaanza meza FM. Hapo tunakuja meza hii hapa. Wewe hapa amenipa 50. Anaiheshimu imeza kwa dada ana zimeisha. Zipo. Weka bila gani dada? Kirefu cha Moshi, Mungu onyesha sasa hela ilipo. Lakini pia ningependa kutoa big up sana kwa baadhi ya mimi, unajua na kazi nyingi. Napatikana pale Asas, nikitoka napatikana kampuni ya kuhesabu ile ya Biko, mambo ya hela, lakini pia na ni balozi wa samaki. Ukitoa hapo pia nipo Apollo Noodles. Hizo zote hela hapo, sitataja uchawi. Nikitoka hapo kabisa naangukia EFM saa 10 kamili, kipindi changu kinaitwa Ubaoni. Yupo bosi wangu pale Makapanga, nyanyuka wasalimie kidogo, hata kufanya hivi tu. Huyo ndio bosi wangu wa kipindi na mwaga. Ni kijana mdogo ila ndio bosi. Sasa sijui elimu au ndumba zimezidi. Nyuma pale kuna DJ, kuna MC Kesi. Huyo hapo na staff mwenzangu.
Safi, lakini pale anayefuata yule ana rasta fulani hivi. Ukiziangalia unazielewa afu baadaye uzielewi. Roman Shilima wewe. Alafu pia na producer wangu Adam Hussein. Huyu bwana ndo anaanza kumwaga yeye afu namwambia kaimu mkuu wa vipindi afu na mkuu wa vipindi mwenyewe. Kwanza mkuu wa vipindi yupo? Papa Dizo. Dizo yupo? Kapata. Nani kakwambia kapata dharura? Inawezekana tu kaamua kusema hivyo. Pia Ipti nimemwona Geoffrey yupo, safi. Nyuma Geoffrey kuna bosi wangu Biko Hassan Meres, banyoshe kidogo. Mratibu huyo mgawa hela. Naona kaja kuangalia hapa kama inalipa au hailipi. Pia kuna DJ bora kabisa anaitwa DJ Kone anyoshe. Huyo ni mngoni. Ukimpa hela zinafika, ukimpa mwanamke afiki. Lakini pia kuna crew yangu ikiongozwa na Mahmudu, kamati ya Rombaya. Kamati ya Rombaya imekaa kikao na bado stili kikao kinaendelea. Lakini kuna ugawaji wa zawadi za window. Mimi sitaki niwaache hivi hivi. Alafu mimi najua leo wengi wamepata punguzo la vyumba, najua mtakuwa hapa. Utumiaji wa choo uzingatiwe. Urusi kuna mji kuflash mwisho saa 5 usiku. Wakisikia jela. Wote kwa umekula nini saa 9? Unajua toka na mpenzi wako kuna mida ya kwenda toilet. Ambia baby umezidi. Yaani unajua kuna vitu vingine vinakuja ghafla. Hebu fikiria Valentine Day imekuja afu na UTI. Udakavolani. Afu daktari ndo anakuangalia usoni anajua ilijinga player ile. Wewe hizo dawa siku 2. Kwa daktari uruhusiwi. Leo 14 mpaka 18. Daktari mwingine asikupenda anakuambia siku 10 mpaka siku 12. Mwakilishi kwa wapi tunagawa window kwa hapa? Nagawa kwa kapu iliyopendeza. Kwa kapu inayojituma. Alihusika na maomba tafadhali. Dada yote wa window. Dada, mimi nimependa the way unavyotembea. Unajigea nafasi. Kwa mtu anatembea hata ukimpiga video anarudi, sio anaenda ujui. Mtu kaka hivi. Huyu anakuja anaenda huyu. Mwanamke unajiamini, unajiachia mwili kuanzia kichwa mpaka vidole, yani unakuwa free. Hata mtu akipita unajua kuna design ya kugeuka. Kama ana hela au hana. Karibu sana dada. Sura ya pesa, sauti ya mito. Wewe DJ, tulia kwanza. Mpe mic nyingine dada. Naam? Chumba na varanda hicho. Piga kelele kwa kui wake. Dada unaitwa nani? Susan nani? Martin Nakunda. Tunafanya nini hapo? Asante sana Lei. Lei umeuza nini? Chodo. Na hesabu baba usinione fala. Ni ambassador kutoka Makrobia Wine Spirit, ni ambassador wa window. Ambassador kwa Kiswahili nini? Ni balozi. Au balozi? Balozi. Okay, ubalozi wako unakaa Masaki. Wamekuchukulia gari, nyumba. Wale wako vizuri, mimi nakutetea hapa. Tunafanyaje dada? Kwanza saa ngapi sasa? Make utafiti unasema 90% wanaovaa saa zifanyi kazi. Ila kwa sababu ya mazoea tu. Saa 6. Sawa, ni siku nyingine leo tarehe 15. Tunafanyaje dadangu? Umekuja kutoa zawadi kwa nani? Kwa wateja wetu. Wanaotusupport kila siku. Ziko wapi? Lete baba. Huyu kaka mkimnyima mimi nitakunywa kwa niaba yako. I feel about you. I saw your energy, your expectations. Hapo kuendelea nini tena? Your equality. No longer motivations. Hivi wale watu ambao wanatumotivate sisi kwenye maisha mazuri, mbona wao maskini? Kwambia ili utajirike, fanya kazi kwa bidii. Amka asubuhi, wewe ukimwangalia buti lake limelawa yombo. Saudi huku imeisha. Lakini tukumbuke pia kuna uwepo wa Swahili Freaks. Naomba msimame kwenye meza zenu Swahili Freaks. Madam from Uganda, Blaza Eddie pale, Swahili Freaks ni
Swahili Flix ni kampuni ambayo kwanza imekuja kunyanyua vipaji vya wasanii wa Tanzania, right? Na mimi nimeona, na kwa taarifa yenu, Swahili Flix inatoa siri, wanajenga arena, unajengwa ukumbi mkubwa wa kisasa maeneo ya Masaki, ambao huo utakuwa unafanyiwa comedy tu. Na bahati nzuri nyingine, mimi ndo nitakayoufungua huo ukumbi kuonyesha wasanii wachanga njia ya mafanikio ni hii hapa. Makofi kwao. Naomba baada ya kusema haya, bosi wa Swahili Flix alete hata 50,000 tafadhali. Makofi kwa bosi. Bosi. Hata kama kuna dola. Ray. Yaani unajua Ray hapa katikati hataki tu, wala kila hapa katikati kuna vitu wanafanya. Sasa imekuja hiyo. Mimi sisemi kama hesabu 1 2 3 4 5 6. Oh my gosh. Hey. 7 8 9 10. 1 2 3 4 5. Piga makofi kwa Swahili Flix. Yodo. Sasa sio nani nakupa na unatafuta demu. Anaikaela nani anajiona naye taita. Hizi hapa. Umeenda huko na mapombe yako kakupigia putulu, umelala. Kupiga hujapiga ila umeibiwa. Swahili Flix mimi natoa big up sana kwenu. Endeleeni kwa sababu ni kampuni ambayo kwa muda mfupi tumeona maendeleo makubwa sana. Asanteni sana, japo mnajua sana Kiingereza kuliko Kiswahili, but we can translate it later. Tusichoshane. Karibu kaka, karibu. Asante DJ. Piga yope. Kuna watu wamekuja, mtu na mkewe. Naomba kapu ambayo ina miaka 10 kwenye ndoa, bila kutudanganya, tutaona hata sura zenu. Miaka 10 kwenye ndoa. Naanza 10 napanda juu. Hesabu inaanza na 1. Kapu yenye miaka 10. Nyanyuka kaka, nyanyuka na bibie. Alafu mnafanana. Kaka naomba pale, shuka kwa hapo dada. Jamani naomba tuwapigie makofi mengi sana. Naomba mic. Kwa wale wadogo zangu nawaambia, hii new style inaitwa freestyle stand up comedy. Mpe. Naongea na mama. Dada, habari yako? Nzuri. Jina lako nani? Naitwa Naomi. Naomi. Mna miaka mingapi kwenye ndoa? 10. Mmekutana wapi? Facebook. Yaani wewe unaenda kutafuta dem Dubai, Marekani, huyu amekutana Facebook pale kwenye chips Kinondoni. Hapo nimeelewa vibaya. Haya dada, kwenye hiyo Facebook nani alimwanza mwenzie? Mume wangu. Ndio alikuwa anaitwa nani? Anaitwa Hansi. Hansi. Hilo Hansi umelilemba au jina lake nani? Jina lake kabisa. Ni Hansi. Hansi. Koka kwa approach ukamwangalia, sura yake sio personal, sura yake handsome kidogo, ukaingia. Mkatumia muda gani kukutana? Si mnaanza zile mambo umekula. Japo mjatugea mnaanza umekula. Hapana, kwanza niseme mimi ni mwanamke niliokoka, nampenda Yesu. Amen. Bwana sifiwe. Naomba mwakilishi dada nenda. Kachukua 20,000 kwa mimi kumnadi kama yeye ameokoka. Mwambie Hansi akupe 20,000. Bwana asifiwe kaka Hansi. Bwana apewe sifa. Chukua 20,000 niletee dada. Wameokoka. Kwa hiyo kwa kweli tunaweza kusema ni Mungu. Bro kasema vipi? Usubiri. Sawa.
Kwa hiyo niliingia kwenye maombi basi na Mungu akamleta. Na sisi walokole huwa hatuzini. Kwa hiyo uchumba wetu ulikuwa mfupi sana na tukafunga ndoa. Kwa hiyo mpaka leo. Mpaka leo. Kuna kauli ulisema nyinyi hamfanyaje? Hatuzini. Si ndio maana kuna mtu huko kauliza mpaka leo hamjanani huyu. Sisi ni tunachonganishana. Kuna mtu kauliza huko. Mke na mume na tuna watoto. Wangapi? 3. Dada uko vizuri. Facebook wewe mngekutana na Insta si watoto 7. Jamani niwape zawadi. Ukitoa hiyo window mlizopewa kutoka kampuni ya Mabible mtapata ofa ya kulala hapa. Kwa hiyo shemeji usituangushe. Unajua hapa ni hotelini. Nyumbani umepazoea. Labda pale kuna ndoo ya maji, hapa kuna gauni, wengine mnakaa kama mko store. Hapa dada, mguu kule mguu kwanza kuna AC. Hakuna kuchoka. Afu hakikisha AC inakupiga hapa. Unaifungua na kupiga hapa kwa jina la Yesu. Naombea usiku mwema dada. Chumba usikichukulie masiara, chumba $75. Kitendee haki dadangu. Amka usiku, kitendee haki lala. Amka kitendee haki mpaka muda breakfast dada. Tayari yani blaza nyanga. Asante, naomba wakajiandikisha au mtu anatakiwa kuja kuandikisha. Haya, kapo ya miaka 15. Kabla tujaja kwa wale ambao wanachezeana. Huyu kaka mnayemwona hapa ni mtu mwenye roho yake nzuri, anaitwa Saidi. Huyu ni meneja wa Regency Hotel. Naomba makofi kwake tafadhali. Na yeye ndo amependekeza hiyo. Unaona kabisa mtu anatoa $75 kwa watu kuwalaza hapa. Alafu sasa mimi nataka nijue pia meneja Saidi, kama wakitaki chumba chao kuna utaratibu kumpa mtu mwingine kama mimi mfano yani mfano mimi nitakitumia. Kwanza kuna mtu hii makapanga upo wakikupa wewe mjomba. Yaani unajua kuna mtu unamkabidhi chumba, lile shuka na likusanye linakuja katikati kama leso. Hivi mnakuwa mnafanyaga nini? Unakuta kuta, yani kuta zina nyayo. Unajiuliza hiki chumba kimepata ajali? Kuta zina nyayo maskini. Yaani wewe uko 406, shughuli ya 407 unaonea huruma. Hakuna kitu kibaya kama unafanya mapenzi na mwanamke mpaka anaongea kilugha. Mtoto wa watu utamuua. Naomba zawadi nyingine inakwenda kwa mkuu wa polisi wa wilaya, OCD popote alipo, au mtume mwakilishi mwingine hataki kujulikana. Maana kicheo cha lawama hivi. Maswali mengi kwani wewe ni polisi. Maswali mengi kwani wewe ni polisi. Anakuja. Mheshimiwa karibu sana. DJ subiri. Jamani makofi mengi sana ya heshima. Makofi mengi sana. Asante DJ. Haki ya Mungu silali ndani. Mtaala nyinyi msokona connection. Usipige hapa. Huyu. Ila nao kuna muda ukipiga simu niko kwenye kikao. Afa na mapepele. Mkuu, asante sana jamani. Huyu ni OCD mgeni kahamia Dar, alikuwa Iringa, akaenda Mara, akaenda Arusha, akaja Dar. Ni mtu mwenye roho yake. Nakumbuka sasa hivi huwezi kufanya hizo show bila vibali. Nilienda kuomba kibali, nikapiga naye picha, alafu ni mtu wa kule kanda ya Ziwa. Kwa hiyo hatuleti ukabila. Alafu nilikuwa sijawaambia, unajua kwa mfano baada ya babangu kuzaliwa akaja kakake Magufuli. Angalia watu wanavyobisha. Wenye mtaka ndugu zangu wote wa Mbululu tu. Unasikia? Babangu mkubwa nani? Mganga. Kaka yako wa kwanza kondakta pale Morogoro mjini. Mama anafagia barabarani. Ndio mnaona la. Mheshimiwa karibu sana, hata neno moja tu kwa wakazi wako wa Kinondoni.
tuko kwenye ulinzi imara kabisa, madhubuti. Asalamu alaykum. Bwana asifiwe. Uhuru wa Yesu. Nimesikia kuna walokole hapa wanampenda Yesu. Hongereni. La kwanza, ulinzi upo wa kutosha. Tunapoelekea kumalizia tutatoka salama, tutarudi nyumbani salama. Lakini la pili, nataka kuelekeza tu swala zima la ulinzi jirani na ulinzi shirikishi. Hapa tulivyokaa hivi tumependeza, na kwa sababu ya usalama. Lakini nachukia sana napoona jirani anachomolewa alafu wewe unachungulia. Atakapomaliza kuchomolewa jirani yako, maana yake jirani sasa mifuko haina kitu. Zamu inayofuata ni ya kwako. Kwa hiyo ukimuona jirani yako anaibiwa, toka mfukuze yule mwizi kimya kimya. Mwizi akiona anafukuzwa kimya kimya, utamuona yeye ndo anapiga kelele. Sijui kama mnaelewa. Kwa maana yangu ni kwamba meza hii na meza hii ni majirani. Vibaka ambao wataki kufanya kazi kihalali, wanapoingia meza hii mtoke kwenda kushambulia pale. Ili iwe rahisi, muambie kwenye mtaa wetu kuingia ni rahisi, lakini kutoka ni vigumu. Tukifanya hivyo, mitaa yetu na miji yetu itakuwa salama. Na kila familia mnatakiwa kuwa na filimbi. Yaweza kuwa usitoke nje. Ukisikia filimbi ya kwanza inapiga nyumba ile na ya pili ni ya tatu, vibaka watakimbia. Tuko pamoja? Alafu inasikitisha Mr. Mpoki. Mwanaume mzima analala ndani ya nyumba, huna hata panga. Watu wa Mara mpo? Amangana. Agaka. Sasa mwanaume mzima umelala na kibegi chako umetulia. Kibaka anaingia na pisipisi anakanyaga mlango. Alafu unamwambia ni uwe tu. Na akili. Afu hapo kwa kuongezea mheshimiwa, afu mnalala bila nguo. Okay, unapanga na bila nguo. Vyombo juu. Alafu wengine mnaniuzi. Mr. Mpoki, kila siku nina maombi pale ya silaha. Ndio. Ya kumiliki. Mwanaume mmilikisha silaha, anaposhuka yuko hapa, silaha ameacha kwenye gari. Akipigwa kofi hapa anaanza kuwaza gari amepaki wapi. Sasa uliomba ya kumiliki ya nini? Natakiwa unyang'onye silaha. Matumizi mabaya. Una mwanamke mzuri uzai naye, wa nini? Kwa hiyo niwaombe tu ndugu fulani, tutoke tuhakikishe kwamba tunawakamata kimya kimya. Hawarudi tena kwenye mtaa wako. Baada ya kumaliza hao niwaachie namba za simu. Ni kwa ajili tu unapokuwa na shida ya uhalifu. Lakini mkumbuke kwamba tumezaa watoto. Tunawapeleka hostel. Mwisho wa siku wanarudi wanavuta bangi. Wanakula madawa ya kulevya. Hayo madawa ya kulevya yanauzwa mtaani kwako. Unayaona. Watoto wa jirani wanaharibika. Watakapoisha watoto wa jirani kuharibika, wanaofuata ni wa kwako. Kwa kinachotakiwa, kama kwa jirani unaona kuna madawa ya kulevya, tuwasiliane kimya kimya. Kuna bangi, tuwasiliane kimya kimya. Ili hao wachache ambao wameathirika tuwatibu, lakini wasiendelee wengine kuharibika. Tusaidiane kwa hilo. Ukinionyesha mimi alipo, hutasikia kwamba fulani alituambia. Kwa sababu nitakuja utanipeleka mwenyewe, na mimi nitarudi nitachukua askari wangu nitawaonyesha. Kwa hiyo wakitaka kumwambia nani alituonyesha wasasema OCD. Kumbe aliyeonyesha ni nani? Na waombeni sana. Namba yangu ya ofisi ni 0659 86 88 86 10. Narudia 0659 au 9
88 86 10. Sasa watu walifu wanaweza kaanza kubibu. Msibibu. Piga kwenye tukio, mume wako kachelewa, piga. Au nimemwelewa vibaya? Namba ya RPC Kinondoni. 0715. Twende. 900 0715 00 99 99 76. 0715 00 ameanza 99 mwisho 76. Sasa unaanza kumpigia RPC. Mheshimiwa, na cha ukucha hapa nimalizie. RPC Kinondoni. Ilala. Huyo sasa hivyo Ilala. Kwa sababu najua na wa Ilala mko hapa. 0715 00 99 83. RPC Temeke Ilala 0715 00 99 83. Temeke 0715 00 99 79. Nadhani kwa mikoa hiyo tukiwasiliana kwa pamoja, wauza unga, madawa ya kulevya, vibaka wanaosumbua mtaani, tunaweza tukaifanya Dar es Salaam na kanda nzima ya Dar es Salaam kuwa salama. Tupeni ushirikiano, tuondoe wahalifu ili tuweze kukaa kwa raha starehe namna hii siku zote, tupate burudani za kina Mpoki. Asante sana. Asante sana OCD, asante sana. Na mimi najua huyu ni mtani wangu. Sisi watu weusi tunapenda watu weupe fulani hivi. Nitamkaribisha da. Nitamtafutia mtoto mweupe fulani hivi. Kifika pale na mimi sasa hivi. Tunamalizia. Everybody say asante sana DJ, asante. Uno. Asante sana Mheshimiwa OCD. Sawa. Sasa hivi dada, mpe Mheshimiwa. Asante sana. Sasa tunakwenda kwenye kapu yenye miaka 5. Dada shika carton wenye miaka 5. Ile 5 ile yenyewe ile. Winchi hata kama mjapata mtoto ila 5 mnayo. Winchi. Fumania ni kufumania, tunarushana chupa kweli. Miaka 5. Wako wapi? Kapu ya miaka 5 hakuna. Tunashuka tena miaka 3. 15 mbo. Safi, simameni. Hapo. Tena blaza ndo katoa hela kinoma noma. Miaka 15. Hivi unawezaje kukaa na mtu miaka 15 umchoki? Ni uvumilivu. Uvumilivu. Mpe dada. Na sasa mwanamke ndo anavumilia zaidi. Dodo mompo. Poa. Kabila gani? Yaani sisi tunaenda Bukoba na ndege wewe Abudi. 8,000 uko kwenu? Morogoro sehemu gani? Kiwanja cha ndege. Morogoro kuna uwanja wa ndege dada, mbona unifanya mimi mtoto? Hilo ni jina tu dada. Kiwanja cha ndege Mafiga kule hivi. Kule Misufini hivi unapenda. Kule kuna nyumba nzuri kule. Yaani kama Sasa sio nataka kigae. Hapa mganga, hapa mkunga. Dada mliona wapi? shule. Kwa mjenda kusoma nyinyi. Nyinyi mlikuwa mna yenu. Shule sehemu gani? Morogoro sekondari, mwenzangu alikuwa jona mimi somo alikuwa anachukua pale Morogoro. Tulionana lakini ukamwona jamaa fulani hivi mweupe fulani hivi. Mkatumia muda gani kabla hamjaanza kudate ile winchi ile?
Miaka miwili. Miwili. Yeah. Yaani miwili yote unaruka au mnakutana kiaina? Anarudi anaenda, lakini ni kwa bado sija accept. Kwa hiyo yeye kila kitaka unaingilia huko. Yeah. Akiwa bibi akikupigia simu wako kila kala. Hizo kulikuwa simu. Hizo akumbe muda miaka 15 Miaka 15 manake kwa hesabu haraka hii 2020 2005. Rais anaingia madarakani mheshimiwa kulikuwepo na simu, lakini zilizo kumiliki simu ilikuwa ni unamiliki line kama kumiliki TV, michezo ya tausi tulikuwa tunaangalia kwa watu. Yeah. Okay. Kwa hiyo Mr. kabila gani? Msagara. Msagara au msagaji? Msagara. Unajua kwenye kusikia bwana kila mtu ana sikio lake. Msagara watu wa wapi? Pale Moro, sehemu gani? Kilosa. Kilosa. Kenda kule kidogo kama Kilosa kule. Sawa, mna watoto wangapi? Wawili. Wa kwanza na miaka mingapi? 14. Sawa, nyinyi mna miaka 15, mtoto 14. Jamani alipopata tu winchi. Mwaka huo mama ukaanza kula maembe mabichi. Mama umekula udongo tazani unataka kuzaa tofali. Mtoto wa kwanza jina lake nani? Anaitwa Malik. Malik wa kiume. Yeah. Good. Wa pili? Wa pili ana miaka 6, anaitwa Shahazi. Wa kwanza 14, wa pili 6. Hiyo ile siku tuliosoma geography tunaita interval. Ni interval nzuri sana. Kutoka 6 kurudi huku, mbona umekaa kimya hapa? Vipi, hamna maneno ya mawifi? Nahisi nimemaliza. Nimeshamaliza. Kwa nini? Au mayai umekangia chips? Baba piga winchi baba, watoto wawili tu. Sawa. Sasa tuna dada wa kabidhi zawadi. Kaka tunajua ni mnywaji mzuri wa window, karibu sana. Tunathamini uwepo wako. Asante sana kuja kwenye Mpoki Stand Up Comedy, lakini pia kesho tuna comedy nyingine kina Koi Mzungu pale Serena. Kwa hiyo tunaomba ushirikiano wenu. Asanteni sana. Chukua maiki. Asante sana. Naomba kapo kwenye miaka miwili. Yaani kuna blaza pale kamkumbatia shemeji. Sio wana muda gani? Blaza nyinyi mna muda gani? Au ndio leo? Sasa kama unapoongelea kama umempania hivi. Ujue mtu alempania mtu muangalie. Anamnyoa bia anamchanganya kidogo na kali. Hapo anaona kama muda uendi. Na dada katulia, maana inaonekana pale kila mtu atakumkomesha mwenzie. Ujue bwana during love, sijui unajua Kiswahili. During love kila mtu anakuwa na target zake. When you love someone, lazima kuna target unataka nini. Nasema huyu hata sasa kabisa sipo. Okay. Hapa winchi hadi saa 10 hapa. Kwa hiyo bro mna muda gani? Na mnakunywa window safi. Are you familiar with Swahili or English? Karibu kaka. Asante sana bwana. Kaka unaitwa nani? NK. NK. Ni Mtanzania ambaye anaishi ughaibuni Ya, sahihi kabisa hujakosea. Nchi gani? Ukisema South inachukua maiki, maana South sio Ulaya. Hapo tu mbele ya Mbeya. South ukirudi sana na simu. Nani kenda South kurudi na gorofa? Hapo. Nikikupigia WhatsApp call na kupata dakika hiyo. Kaka nchi gani? Kenya. Kenya. Okay, mji gani pale? Kisumu, Naivasha, Nairobi mjini pale. Bana kwanza Kenya mmeendelea zile flyovers zile. Are you happy now leo? Very happy. Today leo. Yes, today leo. Do you follow me on Instagram maybe? How do you know me by the way? Okay. I heard about Mpoki. Yes. Tanzania. Okay. Running the show. Yeah. Very good. This is nice. how we do. Yes, I can see it. We're killing this. You are killing it. Yeah. I'm killing it, and then I'll continue to kill again. And now what tena kesho? But don't kill us. Okay, I don't kill you, man. Okay. Yeah. Okay. That's fantastic. Will you invite me at Nairobi maybe to... Tomorrow, let's go. I'll give you one ticket to Nairobi next week. Ticket for bus or air ticket, please? No, you know. Kaka mimi basi no. Yaani mimi unipandishe basi hadi Nairobi kula na kujisaidia dakika 10 abiria 65. Mimi
La kupanda ndege unapiga picha kwenye kidirisha. Okay, so you are here with your wife or girlfriend or partner? Oh, my wife, hi. Hapa sasa. 11 years of marriage. 11 years. Okay. Bring carton of window for the nice couple 11 years, o'clock for the married. Miaka 11 kamili. 11 years o'clock. Basi o'clock si kamili. Hii ndio mnaharibu Kiingereza, mnakifanya kigumu. Watoto wanakichezea na wanakipakia siagi. My brother, welcome again Tanzania. Thank you so much. I appreciate for you being here. Thank you so much. Okay, thank you so much. Okay. Sasa kumwambia wewe achukue mic kwa Kiswahili, take mic. Sawa, hapo nyingine namna hiyo bwana, leo tunafurahi, ni siku yetu. OCD yupo hapa anafurahi. Kuna watu wanajipepea kule. Hebu nani? Peleka pale mic kwa dada mmoja, muona kava nguo fulani hivi nyekundu fulani. Huyo mpe. Okay. Dada, mambo? How are you? I'm fine. You familiar with English? How do you know me, by the way, why you are here? No, speak English. It's very easy, my friend. Life is very president. Like maisha ni rahisi. Why? Snake here kati cry. Nyosha kata kulia. Easy. Easy task. Oh, okay, umekuja na nani? Wewe una kapo wala nini? Wala basket. Mpe yote alikuwa kwenye kapu. Huyo dada mnene anaweza kukupiga, rudi huku. Mimi naogopa kudeti na madada wanene. Yaani dada mnene kwanza ukishatoka na room unajiuliza hela sijui itamtosha. Anakufuata. Wewe wakunipa mimi laki. Unabaki hamna, niko naongeza. Weka hapo. Kapu yapo. Wape mic. Kaka, habari? Wema. Huyu dada mbona kana mjua? Mambo. Kaka, mna muda gani kwenye ndoa? Ni relation. Hiyo relationship yenu ikoje basi hatujui. Mna muda gani? 11. Miaka 11. Wapigeni makofi. Hapa ndo wanasomana sasa. Yaani wewe ndo unamsoma huyo. Miaka 11 unatimba. 11. Safi. Bado upo kaka. Piga hadi 20. Labda unaweza ukamjua vizuri. Kwa sababu asilimia kubwa ya watoto tunawazaa mama zao ndio wanamjua baba halisi. Hao wanakuwa na kamera na kutolea kopi, kumbe sio wao. Kuna vitu vinaitwa vinasaba, DNA. Miaka 11 kaka. Ayu Tanzania? Kabila gani? Nyakisa wapi? Kiera pale kwa Makiembe. Na dada kabila gani? From Arusha. Sasa hiyo from inatoka wapi? Tunachoshana tena. Nimeanza vizuri Kiswahili wenzangu from Arusha. Kwa nini miaka 11 mpaka leo? Kwa mlikuwa mfanye unaangaliana tu. Watoto nye kinguo. Ila miaka 11 is not easy task. 11 years I say. Kwa hiyo mna mpango gani? Lini kaka, muda unaenda, time is gone. Bon voyage bro. Lini? Unafanya kazi? Au mshahara ukutoshi? Mimi ninakuongezea kidogo. Dada, unafanya kazi? Kaka yangu wa Meru wanataka mpaka uwe na magorofa. Sasa hao wanataka utajiri, mwambie akaolewe na Mo. Asa wewe kwenu kibanda kimelala hivi, yeye anataka gorofa ndio litamuoa. Sawa, wape dada, wapelekee pale. Wapelekee carton. Sawa. Miaka 11. Winchi. Kuna watu na miaka 3 ya ndoa pale. 3, 13.
Mpe dada Mike. Simama kwa hapa dada. Yaani umevaa fulani hivi. Mnafika kaptula vyenu ambao mkipita sasa mtu anageuka hivi. Jina lako? Mna miaka mingapi? Mr. Ikwali. Sawa, miaka mitatu. Miaka mitatu. Dada unavyoonekana unamcontrol jamaa. Ageuki. Amejenga kwao? Amejenga ya. Kwenu? Nyi mafundi? Yes ndo katoa hela ka finance, si ndio? Wewe kabila gani? Wakora oi dada wakora. Mimi nimekuangalia mkuu nikasema huyu dada gani? Alafu umevaa vikuku. Hapo vikuku vina miguu. Kuna mwingine akivaa kama unajua kama kuku kafungwa kamba atembei vizuri. Hivyo vikuku vimetulia. Na kaka kabila gani? Huyo Msukuma. Msukuma. So mbali kanda ziwa ile ile. Kuna nani dada, kuna ile nini ile? Atele ile hivi. Atele ipo. Pagawa. Alafu mwambie sisi ajibu yeye. Kaka umepagawa? Ndio. Kaka hajapinda pinda, umepagawa? Ndio. Msukuma wewe chezea nini? Dada kakupigia unyama fulani vikaptula fulani. Alafu sasa sisi kwetu kule Bukoba magodoro yamewekwa manylon to avoid water damage. Naomba katoni pale tafadhali jamani, wapigeni makofi sana na miaka mitatu. Watu wanaruka maji huko huko. Sawa. Tunaomba boyfriend na girlfriend. Boyfriend na girlfriend walikopo hapa. Ndio vimefungwa moto huko. Watu wanaruka majoka huko. Are you serious? Boyfriend na girlfriend. Boyfriend na girlfriend. Boyfriend na girlfriend. Tunu. Tunu uko na nani? Ndugu wako yuko? Mnafanana kidogo. Ana macho fulani ndugu wako. Tapo jamani, yoyote ya boyfriend na girlfriend walokuja hapa. Iko wapi? Amekaa gizani. Wapi? Wapi? Kulia huko Kaka vipi? Nyinyi miaka mingapi? Minne. Minne, safi. Mimi sitaki maswali mengi kwa sababu sioni vizuri. Dada peleka bali. Miaka minne, boyfriend na girlfriend. Dada kajiachia. Jikombezi anakuja. Humo leo kuna madalali, kuna watu ambao wanafanya kazi serikalini, lakini pia tuendelee ama tusiendelee? Ningependa pia kuwashukuru Window kwa watengenezaji wa bia bora kabisa kwa afya. Lakini kuna maswali kule yalikuwa yanaendelea kwenye vile vikaratasi vyetu. Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Todo, toa mic watu waulize maswali. Twende. Asante. Kwenye swala la kukopa
Jamani watu wa benki mpo? Yaani benki wakitaka kukupa mkopo wanakuja madada fulani na high heels, warembo, siku wakikudai wakija kupiga mnada nyumbako wanakuja mabouncer baba. Bonge ya mtu kifua kama kaburi la mtoto. Ama. Kwa hiyo hicho ndio kinachonifanya mimi nisikope. Kwa sije kukopa. Swali lingine? Demo akisema na mimi ndo. Si anayo? Kapewa yeye, mimi nikatae mimi nani? Tamuuzia maembe mabichi. Toa mic, toa mic. Swali lingine? Hebu Chodo, mpe dada mic hapa mwanangu. No. Wanapokataka kwa Kiingereza. No, excuse me. Huyo hapo mwingine anafuata kule. Dada mambo? Hujamwashia hiyo mambo? Poa. Umekuja na nani? Naam? Asa mbona kati tunatafuta mmetuchunia jamani? Au mmechanganywa huko mko watatu? Mna muda gani? Miaka 2. Kwa umeanza 2016. Mzee alipoingia tu madarakani, nyinyi mkatafutana. Nani anaweza kumtafuta mwenzie? Afu ukakubali. Hujabisha nini? Yaani Azifu ulikuwa njia panda unamsubiri. Kuna zawadi yote kubwa alishai kukununulia au kukupa? Au kila siku anasema subiri kuna hela nasikilizia. Kakupa zawadi kubwa. Wewe umeshatoa zawadi kubwa kwake? Au nyie hela zenu za zaidi hazitumiki bongo? Yaani mwanamke unaweza kumnunulia kiwanja afu anakupa boxer. Yaani mbona ratio hakuna katika zawadi? Na kununulia kiwanja na kununulia gari, wewe unanunulia singlet. Is it fair? Is it my fair or TMJ? Ni habari. Kwa hiyo mna mpango gani? Lini dada ma MC ndo tupo sisi? Mziki huu hapa upo, MC upo, vikao vipo. Wako Mwezi wa ngapi kaka? nampisha pete baada ya Pasaka, afu mwezi wa 9 nafunga ndoa. Sasa unaona mwanaume kaamua kaongea kiume. Mpigeni makofi bro. Sasa unaona? Dada anavishwa pete lakini siku kuvishwa pete atalia. Kumbe anajua kabisa. Oh, what you do with my finger? Anambia nataka nikuue. Lini kaka una mpango wa kumvisha pete? Mwezi wa 4 baada ya Pasaka. Baada ya Pasaka tu. Yeah. Yeye kakubali? Kubali. Kaacha mambo yake. Mambo gani? Kaka bwana wale tutangulia wenyewe yamewaliza. Kaacha. Yalimkuta stamina hayo. Na hawa ni waenzi za kina Yusuf. Na kina Ibrahim na kina Isa. Yaani wewe unajiamini bro, wewe kabila gani? Mimi Mchaga bwana. Mchaga na yeye? Yeye Masai. Jirani tu. Wananyama wote wamekutana bwana. Hatari sana. Mbuzi wanalia. Kwa hiyo yani mwaka huu hauishi. Nakwambia, amini hicho kitu. Dada mbona bro anavoongea macho yako yako huku? Yaani umsikilize, yani unasema ninajisumbua hilo. Kapanga yeye, nimepanga mimi. Serious dada, serious issue. To save date. Uko tayari kuwa mke yani housewife, uko tayari? Kuwa mke mwema. Utaomba ya kutolea? Sawa. Naomba ampe mwingine mic. Dada yule pale wa Kiarabu yule. Nisikie tu sauti yako. Excuse me. Salamu alaykum dada. Mashallah. Na mambo si ndo kama hayo dada. Jimwae dada. Nyinyi unajua nyinyi kufua kizungu leo umefunguliwa. Basi bwana naona aibu. Kuna nani tena pale? Chukua mic. Oh there. I know him. He's speaking English only. So take him good night, see. Will it be disaster for me now?
When I speak English, even 5 minutes I get angry. Why? I don't want to be on trouble lane, man. I appreciate you. Basi nakupa Johari. Don't talk. Yeah. We, Johari. Nipe msanii mwenzangu huyo. Alafu Johari. Sio yule Johari ambaye ulikuwa unamchanganya na Mainda leo. Mungu huyu mdomo huu. Hebu mpe Johari. Johari mambo. Umekuja na nani? Ngoja makaina mapembe. Yuko 50-50. Unaomfanyiaga naye yanamuingia. Naye binadamu moyo wake una nyama. Mna miaka mingapi Johari? Mna almost 2 years. Sasa hapo almost imefuata nini? Kwa nini ungeniambia tu 2 years ungepungukiwa nini? Unataka kunichosha niwe na dictionary tena? 2 years o'clock. Una mtoto? Hata yule, yani kuna yule wa ujana yule mwacha kwa. Kuna yule kwa mama yule ujana yule. Sema mkishaolewa sasa ndo unamleta waka, baby nikwambie. Nilipewa mimba na hospitali. Ushanipenda mimi. Alafu sasa unajua ndoa za Kikristo kama kununua benzi uuzi. Unaye huyo. Unajua kuna permanent na permanently. Sasa ndoa za Kikristo ni permanently. Hata mtu akipretend baadaye akaja kufungua makucha yuko ndani ya nyumba. Huwezi kumwacha. Tena umkute mchaka ukiniacha nyumba ya mpenzi yangu. Yeye kawa nyumba tu. Mbona uwe kaburi? Mmesema mna miaka 2. Plani mnafunga ndoa mwezi wa 4. Wewe utafanywa kitchen party? Yeah. Unafundishwa nini usichokijua? Au unataka vyombo? Nataka vyombo. Unataka vyombo? Mwezi wa 4. Jamani mabibi na mabwana, nimeshukuru sana. Support yenu ni kubwa sana na wapenda sana. Huu ni mwanzo wa comedy lakini pia hauna mwisho. Ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kabisa kwa Swahili Freaks. I love you guys. You do a great job, man. Successful. Clearly. Transparently. Nimeunganisha. Bro, mpaka mwenyewe najishangaa. Unajua kuna muda unaongea Kiingereza mpaka unajishangaa. Unajua ni mimi au ni nguvu ya Mungu? Nashukuru sana DJ. Tuendelee na muziki. Asante sana Window. Asante sana Regency Hotel. Nawapenda sana jamani. Next time.